ndani ya masala ya dini hastahiki mtu kuingiza na yeye mbwembwe zake akafanya atakavyo, akajuzisha jambo lililokuwa halistahiki katika nafasi hiyo. Kwa hiyo wamezuia wanawavyuoni kufanya mizaha au kufanya mambo ya upuuzi ndani ya mambo ya kweli yanayohusu mambo ya dini, mambo ya sheria. Wakalu, na wakasema hawa wanawachuoni, innama unzila alquranu, kwa hakika imeteremshwa hii Qur'ani, litadbiri wal khushu'i, ili sisi tutakapoisoma tuizingatie kisha tunyenyekee kuyakubali yaliyomo ndani yake. La litasalli watafakuhi, sio kwa kutumia kwenye mambo yetu na tukafanya mambo ya upuuzi walmizahi na mizaha. Qur'ani imeletwa tuizingatie na yale yaliyomo ndani yake tuyatie katika matumizi, sio tuitumie sie kivyetu kwenye masala ya upuuzi yanayokubaliana na matamanio yetu. Kwa hiyo kama Qur'ani imesema kila chenye kulewesha ni haramu, pombe, sasa wengineo wataitumia hiyo Qur'ani, Waislamu poa wajuzishe, waseme ziko nyingine halali, hata Mungu mwenyewe anazipenda kwa sababu zimepimwa kitaalamu na kwa aya zikasomwa, kama tulivyopita kwenye aya ya nyuma ile ambayo wanawachuoni wale wengineo wale wanasema si lazima Myahudi na Mkristo amkubali Muhammad, anabaki tu na Uyahudi wake, anabaki na Ukristo wake, madam anaamini Mungu na anafanya mema, basi atakwenda peponi. Haya ni masala ya istihzai au ya hazli, upuuzi, na mtume wa Mwenyezi Mungu Musa kajikinga na hayo. Yeye kwenye kweli anabaki asimame kwenye kweli hata kama inachukiwa na watu wengi. Na ndio maana utakuta kwa sababu ya misimamo hii watu walioelewa haki ya Mwenyezi Mungu wengi Mwenyezi Mungu anasifia kwa sababu ya msimamo wao wa kulinda heshima ya dini. Basi watu waliokuwa hawakupenda ile heshima ya dini waliwaua mitume wengi, na wengi wakawakadhibisha kwa sababu wanayoyasimamia mitume watu hawakubaliani nayo. Wanasema sisi tuna taratibu zetu, tuna ilani zetu, tuna mipango yetu, tuna sharia zetu. Hasa hizi za Mungu zikafanyiwe kazi wapi na nani walioletewa? Asema sisi hazikutuhusu, dini yenu huko. Kwa hiyo kama dini yenu huko, upuuzi usiingize humu kwenye aya. Wewe baki na yako, na wenye hizi aya waachie na yao, wazitumie kwa kiasi inavyomkinika. Kwa hiyo tunachofunzwa hapa, suala la mizaha kwenye masala ya hukumu za dini linakuwa ni ujinga mkubwa kupita kiasi usiostahimilika.